Karibu zaidi katika awamu ya pili, bado tunaendeleza hadithi fupi tumbo lisiloshiba na hadithi nyinginezo. Na juzi tulikuwa tukiangazia masuala mengi tu kuhusiana na hadithi tumbo lisiloshiba. Manake mwalimu hapa aliweza kuangazia mtiririko, akaweza vile kuangazia mandhari ambayo mandhari ya hadithi hiyo ambayo ni tumbo lisiloshiba kwa faida yako mwanafunzi. Lakini kabla sijasonga mbali zaidi, leo usiku kutakuwa na kibarua kizito zaidi. Manake siasa lazima vile iweze kuendelea. Manake katika siasa nazungumza kuhusu Ngware, atakuwa hapa katibu secretary general katibu wa ODM Edwin Sifuna atakuwa na mahojiano babu kubwa zaidi na Dalmasa Kali. Kwa hivyo usikose mahojiano hayo kuhusiana ni kipi ambacho kinaendelea katika chama cha ODM. Je, handshake ni handshake ama ni handshake? Atakuwa na angazia hayo kwa undani na masuala mengine mengi tu kuhusiana na siasa. Hata hivyo kwa sasa, kama unataka kuzungumza nasi, nambari zetu zote za kuweza kutupata zipo hapo kwa undani zaidi, na kuna masuala mengi ambao wanafunzi wameweza kuuliza hata baada ya sisi kuweza kujadili masuala haya ama kujadili hadithi tumbo lisiloshiba. Kuna wengi ambao walikuwa naangazia sifa mbalimbali, na alivyoahidi mwalimu atakuwa naangazia sifa hizo katika vipindi vyetu vijavyo. Hata hivyo leo basi tutakuwa tukiangazia masuala tofauti zaidi. Kabla hatujasonga mbali, weekend yako imekuwaje mwalimu? Najua ulikuwa hapa mapema, lakini licha ya kuwapa mapema vile kuna wale ambao wanapata nafasi ya kukupata kwa hivi sasa uweze kumsabai mtazamaji. Weekend yangu imekuwa shwari kabisa, ikiwa ni mara ya kwanza unafungulia runinga yako. Natumai mko tayari kuweza kupokea uhondo katika uchambuzi wa hadithi fupi tumbo lisiloshiba. Ingawa nitaanza kwa kutuma pengine kwa kuomba radhi. Watazamaji wengi wamesema tu kuanza kwa kurejelea sifa za hadithi fupi. Natumai tulipuuza kidogo, lakini tutakuja kuangazia tunapotamatisha uchambuzi wa hadithi zote. Unajua wanafunzi aswa wao waangazia zaidi ni kipi ambacho kinatainiwa katika mtihani wa kitaifa. Pengine walikuwa wanaangazia, je, sifa hizi vile zinatainiwa katika mtihani wa kitaifa KCSE ama vipi? Na kama sifa zinatainiwa kivipi? Ndo pengine wasiwasi wao wakati ambapo tulikuwa hatukuweza kuangazia masuala hayo. Hata hivyo weekend jana, kama tulivyoangazia mtiririko, tukaangazia mandhari mbalimbali, leo basi tutakuwa tukiangazia maudhui mbalimbali ambayo yanajitokeza katika hadithi tumbo lisiloshiba. Tutakuwa vile tukiangazia wahusika mbalimbali, jinsi wahusika hao wametumika kuweza kujenga maudhui mbalimbali, na vile mbinu za uandishi katika ama uandishi wa hadithi hii tumbo lisiloshiba. Pengine tuanzie pale tu mwalimu kwa maudhui. Maudhui ni jumla ya mambo mazito ambayo hujitokeza katika kazi za kifasihi. Na natumai maelezo hayo tumeyapata mara nyingi kabisa, na wanafunzi wameweza kuanza kuyazoea. Sasa katika maudhui ya hadithi fupi, kitu cha kwanza uelewe kuwa maudhui yatachipuka kutokana na yale ambayo uliyapata katika mtiririko na vile uliyasoma. Maudhui ya kwanza, tuko na maudhui ambayo tunaita maudhui ya tamaa, ambao ndio uti wa mgongo unaotawala hadithi fupi hiyo. Hadithi hiyo ya kwanza, tamaa ni nini? Tamaa tutaweza kuifananisha kwa kiwango fulani ule ubinafsi, kule kujitakia makuu. Wewe unataka kila kitu kiwe chako, hautosheki. Leo umepata hiki, lakini bado unahitaji kingine zaidi kupita kiasi. Hiyo ndio tamaa. Na tamaa imejitokeza katika hadithi hii kwa upana kabisa, kwani wahusika ambao walikuwa ni matajiri, licha kuwa walikuwa ni wamiliki wa mali chungu nzima kule mjini, wamejenga majumba makubwa ambayo yameelezewa pale. Ghorofa kubwa, viwanja, majumba starehe makubwa kupita kiasi. Naona bado hawatosheki, wanahitaji tena kuzidi kuendeleza ule mradi. Na wanapotaka kuendeleza ule mradi, ndipo wanaenda kuhujumu haki za wale maskini waliokuwa kiishi katika eneo la madongo poromoka. Sasa kumaanisha chanzo cha mgogoro na mvutano mkubwa katika hadithi hii ni tamaa. Tusingekuwa na ile tamaa, tungekuwa na hayo. Jitu la miraba minne pia lina tamaa kupita kiasi. Chakula chote mkawani, duru 1, 2, 3, 4, 5, chupa 5 za Coca-Cola. Kisha jitu hili lasema, kesho panapo majaliwa, iwapo tutaruhusiwa kuamka na kusimama kwenye ardhi hii adhimu,
basi uniandalie mara 2 zaidi ya chakula ambacho umekiandaa leo. Na mwalimu, pengine papo hapo kwa jitu, manake kulikuwa na masuala mengi zaidi ambayo yaliibuka haswa kabisa katikati ya juma, wengi wakiuliza, je, mwalimu aweze kutueleza hili jitu lilikuwa ni mtu ama jitu, pengine jitu lipi? Manake mtu wa kawaida hawezi pengine kila chakula alichokila jitu lile. Ingawa mwandishi pia anatumia ule mtindo ambao tutakuja kuzungumzia, masuala ya chuku yamejitokeza pale. Jitu kuweza kutilia chumvi jinsi matajiri walivyo, na jinsi pia wanashikula lakini bado hawatosheki, licha kuna vingi bado wanazidi tu kula. Neno hilo, ingawa picha hiyo au maelezo hayo yametumika kitamathali. Naam. Na natumai hilo ndio swala ambalo mwanafunzi alikuwa anahitaji kulipata. Jitu hapa ni kiwakilishi cha matajiri. Kula chakula kile chote na bado hakijashiba. Nafurahi sana mwelekezi ametuonyesha pale hizo kurasa. Naam. Kula chakula hicho chote na bado hakijashiba. Maelezo ndio waweza kuyasoma katika runinga, ili kuonyesha jinsi matajiri licha ya kupata kile ambacho wako nacho, tayari tuhesabu kuwa wengi wako na vingi, bado wanazidi kuvitafuta vya ziada. Na katika zile harakati za kutafuta zile za ziada, wanahujumu na kukiuka haki za wale maskini, kwa sababu za ziada zapatikana pale kwa wale ambao tuwaita maskini. Kwa hivyo jitu hilo limetumika kuonyesha tamaa, kuonyesha uchu wa mali ambao matajiri walikuwa nayo, ambayo inasukumia wao kutekeleza maovu kama yale ambayo yalitekelezwa na wale kina jitu pale mjini. Ndio. Sasa swala hili la tamaa natumai tumelitaja. Na tamaa ndiyo maana ya tumbo lisiloshiba. Kumaanisha tamaa ndiyo uti wa mgongo wa anwani, ambayo ni anwani tumbo lisiloshiba. Tulisema anwani tumbo lisiloshiba maana yake moja kwa moja ni kule kutotosheka, ni ile tamaa, kutoridhika. Sasa kwa hivyo natumai imebainika vizuri kupita kiasi. Na kuna tamaa zingine ambazo sijui nitataja, ikiwa nzuri si tamaa, pengine ilikuwa ni maondoto. Lakini ikiwa mbovu, kule kwenda kuhujumu haki za watu wengine kwa sababu wahitaji cha ziada, hiyo ndio tunaita kuwa ni tamaa. Mawakili walikuwa pia ni watu wenye tamaa. Ishara tosha kuwa walikuwa ni watu wenye matumbo yasiyoshiba, jinsi tulivyokuwa tukidhibitisha juma lililopita. Tamaa yao ni vipi? Anasema kuwa ilikuwa ni nadra sana kuwapata mawakili waadilifu, jinsi ilivyokuwa ni nadra sana maskini kupata haki pale mahakamani. Sasa kumaanisha ikiwa ni nadra kuwapata mawakili waadilifu, basi yamaanisha idadi kubwa kabisa ya mawakili ambao tutakumbana nao si waadilifu. Mawakili ambao si waadilifu, kinachopotosha na kutovua maadili yao ni ile tamaa. Hiyo tamaa ya kwa kuchukua hongo, kule kutaka ya ziada. Wanauza hata haki. Kwa hivyo swala hilo la tamaa natumai tumejaribu kuweza kuliangazia. Jambo lingine ambalo pia tuliweza kulipitia juu, lakini sasa lazima nilitaji chini ya maudhui, tuliangazia kitu ambacho tunaita utabaka. Utabaka vile vile nilivyosema ni pengo lililopo kati ya tajiri na maskini. We call them social classes katika lugha ya Kiingereza. Sasa utabaka hapa wajitokeza vipi? Tumetaja kwa kusema kuwa kuna tabaka la juu na vile vile kuna lile tabaka la chini. Tabaka la juu ni walala hai, tabaka la chini ni walala hoi. Kwa hivyo walala hai walikuwa na sifa gani? Walikuwa kiishi mjini, pale ambapo kulikuwa kuna majengo, majumba ya starehe, kuishi maisha ya anasa. Ilhali wale ambao walikuwa kiitwa walala hoi, maskini, walikuwa kiishi katika eneo la Madongo Poromoka. Huu ni mtaa wa mabanda. Wametaja maelezo ule mtaa. Kulikuwa kuna makaro ya maji chafu, tope lilokuwa ni Kenya. Kulikuwa kuna viwagizo vya choo kikubwa na choo kidogo, mashonde kila pahali. Au ni maandishi ya mwandishi mwenyewe Said Ahmed Mohamed katika hii hadithi. Sasa kumaanisha ilikuwa ikitupatia ile taswira mbovu ya wale watu waliokuwa ambao wanaitwa maskini. Watu hao tabaka la chini waliishi kwenye mabanda. Ndio sababu hata vile vibanda vyao vilipobomolewa, walikuja tena wakasemekana vibanda baada ya wiki 3 viliota na kumea zaidi ya jinsi vilivyokuwa, kama uyoga. Ni vitu vipi ambavyo unaweza jenga kwa muda wa wiki 3 kama si kibanda? Sasa kwa hivyo ni watu wa tabaka la chini. Mahali pao pa starehe ni mkahawa Mshenzi.
Mkawa wa mshenzi ni ule mkawa pata shika, kila mtu anaweza ingia, bora awe na senti kidogo, au hata pengine waweza pata kile cha shilingi 10 pale mama ntili. Hasa mkawa wa mshenzi ndio ilikuwa maeneo yao, wanakutana pale wakingojea vile vyakula vyao duni viivye, ndivyo wale waweze kushtaki ile njaa waliokuwa nayo. Lakini wanapokutana pale tena, utapata lile jitu ambalo la tabaka la juu linakuja na kufakamia chote kilichokuwa pale. Sasa kwa hivyo utabaka upo, pengo hili lipo. Watu wa tabaka la juu mara nyingi ujaribu kuwahini watu wa tabaka la chini. Na nilisema msamiati ambao ni kisawe cha utabaka ni ugozi wiki iliyopita. Tafadhali mwanafunzi, ukipata ugozi jinsi ulivyotamalaki katika riwaya, uliotawala katika riwaya, katika hadithi fupi Tumbo Lisiloshiba na hadithi nyingine, isiwe ni jambo ambalo linaweza kukutisha na kuweza kushtua kutojibu swali panapofaa, inavyofaa. Utabaka ninapoelezea, natumaini shatoa picha ya umaskini na vile vile nimetoa picha ya utajiri. Kwa hivyo sioni haja nyingine ya kuweza kuangazia utajiri na vile vile kuangazia umaskini kama maudhui. Haya masuala natumai tayari ishatosheleza. Lakini mwanafunzi vile vile wakati ambapo pengine atapewa nafasi ya kuweza kuangazia utajiri na pengine umaskini kama maudhui, bado ana nafasi ya kuweza kuyadondoa ama kuzidondoa hoja zake. Katika utajiri na maskini itabidi asiunganishe tabaka la juu na tabaka la chini jinsi lilivyofanya kwenye utabaka. Achukue tu tabaka la chini, maskini, na zungumzie maskini. Ni kitu kipi ambacho kinaonyesha watu walikuwa ni maskini? Na je, ni masaibu yapi ambao wanakumbana nayo kama maskini? Lakini katika utajiri achukue lile tabaka la juu na tupatie sifa za watu waliokuwa kiishi katika lile tabaka ambalo tabaka la juu. Kwa hivyo haya ni masuala mawili ambao wanastahili kuyatenganisha wanapoangazia maudhui haya kwa njia tofauti. Jambo lingine, kuna kitu ambacho tunaita utetezi wa haki. Haki ya wanyonge, lazima wanyonge wajitokeze kupigania haki zao. Na wanapojitokeza kupigania haki zao, mara nyingi utapata wale wanyonge wako chini ya mtu mmoja ambaye anajitokeza na kujiweka katika mstari wa mbele kama kiongozi. Katika hadithi Tumbo Lisiloshiba, Mzee Mago ameutia mguu wake mbele kuwa mtetezi wa kwanza mkubwa wa haki ya watu. Anatetea haki gani? Hataki matajiri wakuja wachukue ardhi ambayo ilikuwa ni ardhi ya maskini waliokuwa kiishi eneo hili la Madongo Poromoka. Kwa hivyo, licha ya kuwa maskini wenzake walikuwa ni watu wa kupenda tu kusahau na kupuuza mambo, yeye ameshikilia kamba na kuanza kuzunguka kuwasaidia wale watu kutafuta haki. Na anapowasaidia kutafuta haki, haitoshi tu kutafuta mawakili, haitoshi, bado anawachukua tena na kuwahamasisha kuishi kwa umoja, kuishi kwa amani, kushikana kama njia ya kuweza kumshinda yule adui dhalimu aliyekuwa akiwanyang'anya haki. Sasa kumaanisha Mzee Mago moja kwa moja kuwatafuta mawakili. Jambo la pili, Mzee Mago huyu kuhamasisha wananchi jinsi ya kuweza kushikana kwa pamoja kama njia ya kuweza kutafuta na kupata ile haki. Kwake anatuambia kuwa uhusiano mbovu miongoni mwa maskini inaweza kuwa mchango mkubwa kabisa katika kuikosa haki. Lakini uhusiano ukiwa mzuri, watu kushikana bila kujali wanatoka katika tabaka lipi, basi ni rahisi kwao kabisa kupata ile haki. Na katika hizo harakati pia kama mtetezi wa haki, huyu bwana baada ya yale majumba yote, vibanda vyote kubomolewa, lile jitu linapopinduka pale ni kumwambia dereva wake, shofa, pindua gari. Wanapopindua na kumwambia, wewe mpishi, nilikuambia uniandalie chakula na kuja kula leo. Yule Mzee Mago anasonya kwa hasira na chini ya muungano wake wanashikana tena na kuvijenga vile vibanda, kumaanisha wamezuia haki yao isije ikachukuliwa tena. Sasa kwa hivyo utetezi wa haki ni maudhui ambayo yanajitokeza kama maudhui mazito kabisa katika hadithi hii Tumbo Lisiloshiba. Ndio. Maudhui mengine kama pengine mawili hivi, manake kuna swali vile ambalo kuna swali ambalo mwanafunzi pengine tukiangazia swali hilo lakini baada ya maudhui pengine mawili hivi ya mwisho. Maudhui mengine ambayo yanajitokeza hapa, wanawake hawajaachwa nyuma. Tunajaribu kufikiria wanawake wepi ambao wamehusika katika hadithi hii Tumbo Lisiloshiba. Katika hadithi nzima wahusika wa jinsia ya kike wametajwa wawili. Lakini kwangu na uhakika wa mauti kuwa pale katika mtaa wa mabanda, asilimia kubwa kabisa ya wakazi wa pale huenda watakuwa ni wanawake.
iwapo hawajatajwa na mwandishi hajasema hivyo, ni kisia zangu. Lakini tuangalie wahusika Suruta na Fambo. Kabwe alipokuwa akibwabwaja na kutamka kuwa hawawezi, mzee Kabwe alikuwa akisema haya bila kufikiria, kisha akadakie yule mwanamke Bi Suruta, Bi Fambo kunradhi, ambaye yasemekana alikuwa akiwapiku wanaume kwa hoja. Kwa hivyo nafasi ingawa ni ndogo, lakini lazima tuitambue, kwa sababu swala linalohusu wanawake ni swala nyeti katika jamii. Kwa hivyo nafasi ya wanawake wamechorwa kwa mtazamo chanya na mwandishi Said Ahmed Mohamed. Amewachora vipi? Kuwa hawa ni watu ambao wana mawazo pevu, si watu tu wa kubogoja. Wakati ambapo wanasema hawawezi, Kabwe anasema kuwa hawawezi, lakini afikiri kuwa walio na pesa ndio wenye nchi, wao ni wananchi. Kwa hivyo wanaweza, kuna kitu wasichokiweza. Pengine huyu mama alikuwa akirejelea masuala ambayo alikuwa ametendeka wakati uliopita. Mwandishi amewapatia wanawake nafasi chanya. Ingawa nimekutana pia na wanafunzi ambao wanajaribu kuniambia kuwa kwa kusema kuwa wanawake, Fambo anaposema kuwa hawawezi, anaposema kundabi au wana nini wasichoweza kukifanya, wasema eti wanawake ni wanyonge, kwa wanakubali kushindwa mapema. Kuna wanafunzi ambao wanawaza hayo. Lakini kumbuka kuna ukweli wa mambo. Kuna wakati fulani ukweli wa mambo unastahili kukubalika. Wajua bila shaka Arsenal ikikutana na Man City moto wa waka. Kisha kuna yule atakayeshinda hapa hawawezi. Na bila shaka wao washaona pale jamani, kiungo mkuu yuko pale, kila mtu yuko pale, Man City hawaka moto. Sasa kwa hivyo angalie hawa wanawake wamechorwa kwa mtazamo ambao uko sawa kabisa. Ndio. Sasa mbali na nafasi ya wanawake katika jamii, tuna swala ambalo tunaliita swala la ukombozi. Ukombozi ni nini? Ukombozi ni ile afueni ambayo inapatikana baada ya watu kutafuta haki muda mrefu. Unapotafuta haki, alafu baadaye haki ipatikane, mtajipata mwaruka, mshawasha fulani, wasukuma kuruka na kupiga kelele mkishangilia. Licha ya kuwa tujawaona wahusika wa hapa wakishangilia, lakini kwangu twaweza sema juhudi za mzee Mago za kuweza kupita huku na kule, kumwachia ndugu yake Mwene kulinda ule mkawa wake Mshenzi, ili kwenda kuwatafuta mawakili wa kuweza kusaidia haki isihujumiwe. Juhudi zake zilifua dafu, licha ya kuwa hakuna mawakili walioweza kuwasaidia moja kwa moja, kwa sababu tunaona licha ya wale watu kuja kubomoa vile vibanda vyote asubuhi ile, mzee Mago na wenzake tena wanashikana na kuvijenga vibanda vile, vinaota zaidi kama uyoga baada ya wiki 3. Kwa hivyo kutoa ile ardhi na kuvijenga vibanda vingine vya ziada, basi hapo tuwazalisha ukombozi wa kwanza katika diwani Tumbo Lisiloshiba. Ingawa kuna hadithi nyingi sana ambazo zinarejelea masuala ya ukombozi hapo mbele, tutakuja kuzitazama. Najua kuna maudhui mengine mengi tu, na vile vile mwanafunzi utapata nafasi ya kuweza basi kupitia na kuweza kudondoa maudhui mengi tu. Na kuna mwanafunzi ambaye ameuliza swali hapa kwamba wakati ambapo anatoa hoja za kuunga mkono maudhui mbalimbali, anapaswa kutoa hoja ngapi hivi? Maanake kuna mwanafunzi ambaye pengine katika kuangazia maudhui ataangazia hoja 20, kuna mwingine ataangazia hoja 1, na wakati huo pengine wameuliza aweze kutaja maudhui pengine 10 hivi. Katika kila maudhui atatoa hoja ngapi? Katika masuala ya hadithi fupi, mwanafunzi asitarajie kutoa maudhui ya kupatia alama 20 ikiwa hakuna hoja za kutosha. Kumbuka tumetaja hadithi fupi, na ni vizuri sifaze nitakuja kuzielezea, ambapo nimeahidi watazamaji wakati ujao. Unapoulizwa pengine zingatia, shughulikia masuala ya utabaka katika hadithi Tumbo Lisiloshiba. Usiniambie kuwa utakuja kupata hoja 10 ama 20. Ni vigumu sana. Masuala mengi ya maudhui yanapoulizwa, utapata hadithi moja yaunganishwa na nyingine na nyingine. Kumaanisha kama ni swala la utabaka, huenda watakuja kurejelea swala la utabaka kwa kuangazia hadithi Tumbo Lisiloshiba, hadithi Mapenzi ya Kifaurongo, au pengine kuja waangazia hadithi ambayo tunaita
shibe inatumaliza. Hapo unajua tunapoambatanisha hizo hadithi tatu ni rahisi sana mwanafunzi kupata hoja za kuweza kutosheleza alama 20. Lakini anapobanwa, kwa sababu tumeona udhaifu uliopo katika baadhi ya mitihani ya miigo. Unapobanwa kuwa lazima ushughulikie maudhui ya utabaka na mwalimu akupatia alama 20. Jaribu kutoa hoja kadri ya uwezo wako jinsi zilivyo kwenye hadithi, na ukikamilisha uridhike kuwa umekamilisha sawa, hautazitafuta zingine zisizokuwepo. Kwa hivyo wakati ambapo swala hili la maudhui linaulizwa, pengine mwanafunzi ataulizwa maudhui mawili, maudhui matatu na kadhalika, ama wakati mwingine anaulizwa anaweza ulizwa maudhui mengi tu, ama swali linaweza kuwa wazi kwamba taja maudhui yanayojitokeza katika hadithi Tumbo Lisiloshiba. Ndio, pengine haya ni maswali ambayo tunapata nyuma ya hadithi pale kwenye vitabu vyenu. Naam. Wewe na mwandishi wale ambao wahariri, si waandishi, kunradhi. Waandishi kazi yao ni kuandika, lakini wahariri lazima waweke kitabu kifai mandhari ya shule za upili. Wameweka maswali pale nyuma baada ya kila hadithi. Nimeona maswali kama hayo, pengine taja maudhui yote manne yanayojitokeza katika hadithi hii kisha ufafanue. Alama 20. Sijaweza sema kuwa wamefanya kosa, lakini yale ni mazoezi ambayo wametupatia ili kutuweza kutunoa zaidi kifikra. Mazoezi haya unapompatia mwanafunzi anawaza kupita kiasi, kwa hivyo uwezo wake wa kuacha hoja yote nje baada ya kusoma ile hadithi haupo. Lakini maswali jinsi yanavyotainiwa katika hadithi Tumbo Lisiloshiba, mkondo ambao uchukuliwa ni tofauti. Tukiangazia kwa mfano swali mwaka uliopita, wamejaribu kuja wakaunganisha mpaka hadithi 2 au 3 kwenye swali moja. Maswali katika miaka iliyopita wameunganisha, au waweza pata swali la dondoo. Sehemu ya A, eleza muktadha dondoo hili. Sehemu ya B, pengine tambua tamathali 2 za semi katika hili dondoo. Alama 2, alama 4, hizo ni alama 6. Sehemu ya cha, msemewa na msemaji wana umuhimu gani katika hadithi hii? Pengine upewa alama 8. Alama 8 kwa alama 6, hizo ni alama 14. Alafu alama zilizobaki pengine waambie fafanua maudhui ya utabaka jinsi ilivyojitokeza katika hadithi husika. Inawezekana hivyo. Lakini huwezi ulizo utabaka alafu aseme alama 20. Pengine itategemea ni hadithi gani na hizo hoja ni nzito kiasi gani katika hadithi hiyo inayohusika. Kumbuka hadithi fupi maudhui yake ni mafupi, si marefu jinsi tunavyoyafanya katika masuala kuhusu riwaya. Na mtazamaji, dakika 20 hizo zimesalia kutimia saa 6 kamili saa zetu za Afrika Mashariki. Unaendelea kutizama West TV. Kama kawaida tunasema tazama ilivyo. Kipindi hewani kwa hivi sasa Dawati la Lugha, kipindi ambacho kinakupa nafasi ya kuweza kujifunza mengi zaidi wakati ambapo mwanafunzi umetulia pale nyumbani. Hapa tunakupa elimu. Hapa wakati ambapo upo likizoni, hapa sisi hatupo likizoni, tuko hapa kukufaa zaidi ili kwamba wakati ama mwaka kesho wakati ambapo shule zitakuwa zimefunguliwa, wewe utakuwa tayari umeshaendelea na masomo. Tumeangazia maudhui na tunaangazia vile vile masuala mbalimbali. Pengine twende moja kwa moja kwa wahusika, mwalimu. Wahusika ni kiungo ambacho natumai tumeweza kuwapatia wanafunzi mtindo wa kuweza kufuatilia katika chambuzi zilizopita. Je, wahusika ni kina nani? Hilo ni jambo la kwanza. Mazoea yangu uwe mwanafunzi wa chuo kikuu mawapi, lazima mwalimu uanze na ule utangulizi. Wahusika ni kina nani? Wahusika, mwandishi fulani wa masuala ya kifasihi alisema ni viumbe ambavyo hutumiwa na mwandishi ili kufanikisha mawazo yake. Kumaanisha wahusika wanamwakilisha yule mwandishi, mawazo yake yalikuwa ni yepi. Kwa hivyo yale mawazo, kwa sababu hawezi kuyatoa moja kwa moja, anapachika viumbe fulani pale kutenda kwa niaba yake ili kumwakilisha. Hivyo viumbe hivyo tuwaviita wahusika. Na mbona nataja swala la viumbe? Kwa sababu tutoke kwa mawazo kuwa lazima wahusika wawe watu. Maelezo yangu ya taifa fasihi simulizi, tunapopata zile hadithi ambazo tunaziita hurafa, kuna hadithi ambazo wahusika wake ni wanyama peke yake. Wale wahusika wanatenda na kufanya mambo ya kawaida binadamu. Na vile vile katika fasihi andishi pia tulimuona mwandishi George Orwell, Shamba la Wanyama, akiwatumia wahusika wanyama pale kina punda katika Shamba Ibura. Sasa kwa hivyo tunapozungumzia wale wahusika ni viumbe, lakini katika muktadha wa hadithi hii ni watu ambao mwandishi anawatumia kutenda na kuweza kufanikisha pengine maudhui yake.
Jambo la kwanza kuhusu wahusika. Bila wahusika hadithi Tumbo Lisiloshiba haipo. Naam. Na bila wahusika nisingechambua maudhui. Kwa hivyo wahusika, maudhui, mtiririko ndiyo mihimili mitatu mikuu pamoja na mbinu ambao hujenga na kukuza swala la fasihi kiujumla. Naam. Sasa hapa na pengine kwa mtahiniwa pengine atakuwa na swali kwamba kuna haja yeye pengine wakati ambapo anaelezwa ama anatoa maelezo yake kuhusu wahusika, kuna swali ambalo litatahiniwa ambalo litampasa ama kumlazimu kuweza kufafanua maana ya wahusika katika hadithi fupi. Swali hilo ni nadra kwa mwanafunzi wa kidato cha 4, lakini tunaopatia kwa sababu kesho, naam, najua tuwafunza walimu wa kesho wasioanza tu kwa kwenda kuambia wanafunzi wahusika ni nani, wahusika ni mago, wahusika ni jitu la miraba minne. Lazima mjengee mtu msingi kwanza, ndipo muende pale, na ukimtolea mifano basi ataenda mwenyewe. Sasa wahusika tunapowachambua, tunastahili kuwachambua katika mikondo miwili, jinsi tumekuwa tukifanya hapo awali: mkondo wa kisifa na mkondo wa kiumuhimu. Sifa, wasifu, tabia, ulka. Haya mambo yote manne ni mamoja, yanatumika kama visawe. Usije ukaulizwa wasifu wa Mzee Mago uanze kuniandikia ile wasifu ya Shaban Robert ambayo ulisoma kwenye kitabu fulani pale. Naam. Sasa unapoangazia wahusika, kisifa, tabia, ulka, jaribu kurejelea maswala yafuatayo. Je, ni kivumishi kipi ambacho utakitumia kumwelezea yule mtu, ule mhusika? Kile kivumishi kitatokana na kile ambacho amekitenda. Jana nilikuwa nikisikiza Dalmas na Palinyang wakisakata rumba kupita kiasi kwenye kipindi fulani pale redioni, na nikawatazama moja kwa moja kwenye Facebook live. Basi wanaopenda rumba hao tuwaitaje? Wanaopenda kusakata kwa kiwango fulani ni wapenda anasa. Matendo yao yametupatia sifa fulani. Sasa kwa hivyo tunaporejelea wahusika hapa, kwa mfano vile mhusika Mzee Mago, huyu ni mhusika mkuu katika hadithi, na natumai hatuwezi kuzungumzia Tumbo Lisiloshiba bila kumtaja Mzee Mago. Kupenda anasa sio hivyo unavyotaka. Ni mfano tu, nataka wanafunzi waelewe. Lakini wakati ambapo unatoa mfano alafu unaweka rumba ndani ya mfano wako, alafu nikitoka hapa pengine nikitembea na Dalmas kule nje waseme hao ni wapenda anasa. Itategemea anasa ni nini. Nitakuelezea anasa ni nini baadaye. Nitakuelezea anasa ni nini. Hii anasa yao si mbaya. Sasa Mago ni nani? Mago kwanza ni mmiliki wa mkawa Mshenzi. Mago ni ndugu yake Mwene ambaye aliachiwa jukumu la kuweza kutunza na kuhudumu kwenye ule mkawa, Mago akitoka kwenda kuwatafutia wananchi haki zao. Je, Mago huyu, hizo ambazo nimezitoa si sifa, ni maelezo, kitambulishi. Kwa hivyo sifa zake ni nini? Vivumishi vipi ambavyo vinamrejelea kwa kile ambacho amekitenda? Mtetezi wa haki. Mtetezi wa haki vipi? Yeye anapita huku na huku kuwasaidia wananchi maskini kuwapata mawakili waadilifu watakao wasaidia ili kuweza kuitetea na kubaki na ile ardhi yao ambayo iko katika hatari ya kunyakuliwa. Haya maelezo lazima mwanafunzi ayatoe. Ukinitajia mtetezi wa haki na uache kunipatia undani ule utetezi wake wa haki unajitokeza vipi, utakuwa umefanya kazi bure kupita kiasi. Kumaanisha kutakuwa na alama zozote. Kutakuwa na alama na kutakuwa na huruma yote. Sasa lazima sifa ikitajwa, taja kisha toa mfano. Sifa ya pili, mpenda amani. Mago anajaribu kuwahimiza wakaazi wa eneo hili la Madongo Poromoko kuishi pamoja kwa amani bila kujali tofauti zao, pengine ni wa lugha gani, ni wa ukoo upi. Anapojaribu kuwahimiza kuishi kwa umoja, basi ule mtu anataka watu wakae kwa utulivu. Kwa hivyo huyo mtu ni mpenda amani. Na natumai Mago, maelezo yangu kwa kurejelea vifungu fulani kwenye Biblia takatifu, heri wanao yale masuala ya heri, watapenda amani wametajwa pale. Huenda Mago atajipata baya mwenzangu hapa hata kifungu kimoja yeye kitaja cha Biblia. Sasa kwa hivyo ni mpenda amani.
Hiyo ni kauli ya pili ambayo ni muhimu. Sifa ambayo tunasema ni sifa chanya. Sifa ya tatu, huyu bwana ni mwana demokrasia. Demokrasia ni nini? Demokrasia ni kule kutaka kusikiza maoni, kutaka kusikiza mawazo ya watu, na hivyo ndivyo tunaelewa demokrasia. Sasa ikiwa wewe utaamka tu asubuhi na uambie watu mpende msipende lazima mtoke hapa, hauna demokrasia. Mago, jitu la miraba minne lilipokuja, Mago anajua vizuri kwamba jitu lile kwa vyovyote vile liko na pesa na hela ambazo hakuna hata maskini wale wachange pesa zao kiasi gani hazitawahi itosha. Lakini jitu lile lilipoingia na kutoa sauti ambayo ilifyatuka kama baruti, na kisha Mago akaenda pale akaambiwa, bwana, nitakula chakula chote ambacho umekipika kisha nitakilipia. Mago alisimama na akapinduka kawatazama wale watu waliokuwa pale mkawani na kuwauliza, je, mtakubali? Naam. Kule kuwauliza je, mtakubali ni demokrasia, kule kutaka kusikiza sauti za watu. Lakini demokrasia ile ilikuja kazimwa na lile jitu. Apende wasipende, lazima nitakula chakula chote kisha nitafanya nini? Kwa hivyo hakusubiri majibu kutoka kwa hakusubiri majibu, kwa sababu lile jitu lilikatiza. Na huenda wananchi wale kwa sababu ya hofu yao na mambo mengine hawangepata ile nafasi ya kujibu, hata kustaajabu bado wakilitazama tu, hata huenda hawakusikiza lile swali la nani, la Mago. Sasa kwa hivyo kwa kuuliza lile swali, basi nambandika chini ya wale wapenda demokrasia. Mbali na kupenda demokrasia, Mago nitasema ni mtu mwenye bidii. Bidii yake imezaa matunda, bidii ya kutafuta haki. Hajachoka, kila siku hachoki, na mwandishi ametaja pale, yeye upita huku na huku, kila wakati hachoki katika kutafuta haki, na baadaye kutochoka kwake kunakuja kuzaa matunda, ardhi wanaimiliki. Mbali na hayo, ni mtu mwenye kumbukumbu nzuri, mtu wa kukumbuka. Hakuwahi ruhusu sahau ikae akilini mwake. Watu wamezoea kusahau, wakazi wa Madongo Poromoka sifa zao kubwa zilikuwa ni kusahau, lakini Mago hakuiruhusu sahau ikae akilini mwake. Kwa hivyo huyu ni mtu wa kukumbuka, kwa hivyo ni mwenye kumbukumbu nzuri. Kumbukumbu yake ndiyo imekuja ikawa tena baraka kwa wale watu wengi ambao walikuwa wakiteseka katika eneo hili. Huyu ni mhusika ambaye anaitwa Mago. Je, umuhimu wa Mago ni nini? Katika kuchambua umuhimu wa mhusika, na mwanafunzi tafadhali nisikize, unapochambua umuhimu wa mhusika, rejelea yafuatayo. Jambo la kwanza, huyu mhusika amechangia vipi katika kukuza ploti na mtiririko wa hadithi? Mago amekuza vitushi vikuu vya hadithi. Tunapoondoa huyu mhusika Mago katika hadithi Tumbo Lisiloshiba, pengo kubwa la kimtiririko, pengo kubwa la kiploti tutalipoteza. Kwa hivyo huyu Mago, umuhimu wake mkubwa, amechangia katika kukuza mtiririko wa hadithi kwa kuyatenda yale matendo makuu, kuwaunganisha watu pamoja, kuzungumza nao katika ule mkahawa, kuwasaidia kutafuta mawakili na kutafuta haki kiujumla. Yeye ni mmiliki wa ule mkahawa. Sasa kwa hivyo utapata kwa kiwango kimoja au kingine, lazima Mago hawe ametajwa popote pale katika kazi hii ya fasihi, hasa katika kazi hii ya Tumbo Lisiloshiba. Jambo lingine, mhusika anachangia kukuza kitu ambacho tunaita maudhui. Bila Mago hatutakuwa na maudhui ya utetezi wa haki. Na nataja haya, mwanafunzi, anza kufanya mazoezi ili kutupatia majibu yako kikamilifu. Mago amekuza maudhui ya utetezi wa haki. Anazunguka kuwasaidia, kuwatafuta mawakili watakao wasaidia wananchi hawa kupata haki yao, haki ya ardhi yao, kutonyakuliwa na matajiri. Lakini ukiniambia tu ametumika kukuza maudhui ya utetezi wa haki na uache hivyo, basi utakuwa upati alama. Lazima utuambie vipi ijitokeze. Jambo lingine, Mago tunaweza sema ametumika ni kielelezo cha watu ambao wanaishi katika vitongoji duni na kuwajali wenzao, wale wakarimu wa kuwajali wenzao. Anawajali maskini wenzake. Alikuwa na kila haki ya kujijali yeye mwenyewe. Lakini tunaona sasa
amechukulia kuwa ni jukumu lake. Kijiji kizima sasa kinamtazama, anapigania haki zao. Na unajua anapopigania haki zao, mara nyingi tukiona mtu anajali watu, kitu cha kwanza tunaangalia ni mwaka 2020, 21, 22 ni siasa. Lakini Mago usijui haya yako jitokeza. Mwandishi hajatuambia. Tumemwona yeye amejali wale watu na kweli amewafaa. Kwa hivyo watu kama hawa wapo katika jamii. Jambo lingine kumhusu Mago ni mfano wa watu ambao licha ya dhulma kupita kiasi hawachoki, hawavunjiki moyo. Tunaona licha ya ardhi ile kubomolewa, majumba yao kubomolewa, tunaona bado yuko katika mstari wa mbele kuongoza wale watu kujenga zaidi vibanda vyao. Kwa hivyo Mago ana umuhimu mkubwa kabisa katika hadithi Tumbo Lisiloshiba. Wahusika wengine tuko watu kama vile Jitu la Miraba Minne. Jitu la Miraba Minne bwana ni mlafi, kula kile chakula chote pale mkahawani bila kujali. Tayari ule ni ulafi. Chupa 5 za Coca-Cola, hata tuona picha yake ndio huyo. Hapo wamtazama hapo. Tumbo ndio hilo, angalia sahani pale. Amelibandika kwenye. Sijui wamepanga chapati au wamepanga vyapati nilivyosoma kwenye diwani Sauti ya Dhiki. Sasa lenye tamaa. Na kwa sababu ya tamaa yake ni ulafi kunradhi. Kwa sababu ya ulafi wake ili jitu ni katili. Limeingia pale mkahawani. Watu walikuwa wanasubiri chakula kiive. Chakula kilipoiva tu pap na kuanza kutuma ile harufu, jitu lile linaingia na kula chakula kile chote bila hata kuacha sayaka ya mwenye njaa. Waliobaki pale wakisokotwa na njaa. Basi kule kula chakula chao kwa lazima bila kujali wao pia walikuwa wanangojea kile chakula ni kukosa utu. Huo ni ukatili mkubwa kabisa. Na vile vile kuongoza safu ya jeshi la polisi pamoja na askari wa baraza la mji kubomoa yale majumba ni ukatili mkubwa na ni kule kukosa ule utu kwa lile jitu. Jitu ametumika vipi? Kielelezo cha matajiri wasiojali maskini na masaibu yanayowakumba. Chakula chote pale mkahawani anakula, ajali wengine wana njaa au vipi. Majumba yao anabomoa bila kujali ataenda wapi au vipi. Ni mfano wa matajiri ambao huonyesha kiburi. Kumbuka si matajiri wote wana kiburi. Kuna matajiri wengine hata huwezi jua ni matajiri. Lakini kuna wale ambao wakipata tu kidogo tu pap si matajiri lakini ni matajiri. Sijui nitasema vipi amesema wakipata tu kidogo wanakuwa matajiri. Wanakuwa matajiri na kuanza kusumbua watu. Naam. Sasa ili jitu ni mfano wale matajiri wenye kiburi kabisa. Anaposema wapende wasipende, atakula chakula chote na kukimaliza. Hilo ni tatizo kubwa. Ameendeleza maudhui ya tamaa. Kwani tamaa jitokeza pale kutamani kile chakula kila chote, kutaka kula kingine cha ziada kesho, kisha ndio ule kuchukua ile ardhi licha kuwa wamefanya majengo ya kutosha pale mjini. Yaonyesha tamaa waliokuwa nayo. Sasa kwa hivyo ameendeleza hayo maudhui na kadhalika. Natumai tumeshughulikia Jitu, Mzee Mago, mwanafunzi amshughulikie Mwene, Suruta, Fambo na Kabwe kama wahusika. Mwanafunzi kazi kwako, manake mwalimu asha kukueleza ama asha kueleza jinsi ya kuweza kushughulikia wahusika mbalimbali. Pengine haraka upesi katika taja tu mbinu mbalimbali alizotumia mwandishi katika hadithi hii Tumbo Lisiloshiba. Mbinu za lugha zipo chungu nzima, na nilisema kazi ya mwandishi Said Ahmed Mohamed aita kuwa kazi bila mbinu kadhaa. Mbinu ya kwanza ambayo ameitumia pale, amejaribu kutumia swala la taswira. Taswira ni nini? Taswira ni picha inayojengeka akilini mwa msomaji anaposoma maelezo fulani. Na natumai sijui mwalimu Lucas alikuwa anastahili kurejelea taswira kwa ufupi. Leo tumekosa. Sasa ile picha inayojitokeza akilini mwa msomaji anaposoma maelezo fulani, hiyo picha tuita taswira. Taswira yaweza chorwa kwa maelezo ya kipicha, taswira picha. Jitu la miraba minne, jitu kuza, ndovu mtu, wamehitaji suti nyeusi, shati nyeupe, kwenye tai ya blue, ni shingo lake fupi nene. Tayari tunaona picha fulani pale, yale maelezo kuhusu hili jitu. Naam. Eneo la madongo poromoka lilikuwa chafu, makaro ya maji, vibagizo vya choo kikubwa, choo kidogo.
Tayari hiyo ni picha ya uchafu kabisa, umaskini wa pale. Eneo la mjini walikuwa wamejenga magorofa, majumba ya starehe, viwanja vya tenisi, voliboli, viwanja vya mpira, vinyoya, wametaja kila kitu. Tayari picha ya ukwasi na utajiri pale mjini. Hizo utaziita taswira picha, kwa mujibu ya maelezo ambayo yametumika ili kutupatia ile picha. Kisha kuna taswira mnuso. Chakula kimepikwa kikaiva, kikaanza kutuma ile harufu pale na kulambatia. Hiyo taswira twaweza kuinusa. Natumai mtazamaji, kama uko nami, waiona hiyo taswira yaja pwani. Hiyo taswira tutaita taswira mnuso. Na taswira nyingine haijatajwa hapa, ingawa pia ipo taswira mguso. Taswira mguso ni kule kugusa mtu, pengine umegusa kitu kina ile hisia ya kuweza, hisia fulani. Aliponisalimia asubuhi yule mwelekezi, mkono wake kwenye mkono wangu ulikuwa ni sawa na msasa juu ya mbao. Sasa taswira gani hiyo sasa? Yeye anaijua. Sasa kwa hivyo hakikisha kuwa tuelewa aina mbalimbali za taswira ambazo zimejitokeza katika hadithi hii. Na nimedokeza tu. Kumbuka pia kuna zile picha za watu kubomolewa majumba pale asubuhi, bulldozer iko pale. Hiyo pia ni taswira inajitokeza pale ya mchanganyiko, watu kuchanganyikiwa kabisa, hawajui la kufanya. Taswira la lile jitu likiambia dereva wake kupindua gari, wanapindua gari la kifahari aina Audi Q7. Hiyo ni taswira. Taswira ziko hapa chungu zima katika hadithi hii. Jambo lingine, tuko na kitu ambacho tunaita jazanda konradi. Jazanda au kuna taashira fulani zimejitokeza pale. Maana fiche ya masuala fulani. Yapo. Jitu linakula chakula chote na kuahidi kesho kitakuja kula chakula kingine. Kesho akiji ardhi ndio inachukuliwa. Kumaanisha chakula kile kilipokuwa kiliwa na lile jitu tajiri, ilikuwa kinaashiria jinsi matajiri watakavyoitafuna ardhi ya wale maskini. Chakula imetumika kitamathali kumaanisha ardhi katika hadithi hii. Jambo lingine, jitu lile lilivaa miwani mikubwa meusi. Mbona miwani mikubwa meusi? Linaficha weusi, kuficha macho yasionekane. Wataki watu waone ule uovu wake. Suti nyeusi juu ya shati jeupe laonyesha ule uovu weusi ambao umekuja ukawazingira na kuwazunguka baadhi na matajiri wengi ambao wako pale mjini wanaongozwa na tamaa. Sasa kwa hivyo watu elewe. Kisha kulikuwa kuna radi, mpasuko wa radi ukatoa mwangaza wa dhahabu. Ule mwangaza wa dhahabu ndipo watu wakaona lile gari na wakajua ni nani ambaye yuko nyuma ya masaibu yao. Ule mwangaza wafanishwa na ile fahamu ambao wanaipata. Watu wanapata kujua anayetusukumia hizi shida ni kina nani. Kumbe ni hao watu wa kina jitu la miraba minne. Na nashangaa sana, kuna jitu la miraba minne nimekutana nalo hapa, sitaki kutaja jina la mtu. Limetulia pale hapo. Sasa kwa hiyo ni baadhi ya jazanda ambazo zimejitokeza pale. Kuna mbinu ambazo zimejitokeza tumika. Mwanafunzi angazia tafadhali, chuku imetumika katika hadithi hii. Kisha kuna matumizi ya semi, kuna matumizi ya tashbihi, kuna matumizi ya mbinu tofauti ambazo kinaya undadi, na mwanafunzi natumai atapata nafasi ya kuweza kuzirejelea zaidi. Naona kwa sababu ya muda, mtazamaji, huenda hatutapata nafasi ya kuangazia mbinu zote, lakini alivyosema mwalimu amekupa nafasi ya kuweza kudondoa hoja mbalimbali, na pengine kuna mwanafunzi anauliza swali, je, mbinu kwa mfano swali hili litaulizwa vipi, litatainiwa vipi katika mtihani wa kitaifa, ndipo aweze kudondoa mbinu mbalimbali? Masuala ya mbinu yanaweza tainiwa moja kwa moja au yanaweza tainiwa katika muktadha fulani. Moja kwa moja anaweza ulizwa, eleza jinsi mwandishi Said Ahmed Mohamed amefaulu kutumia mbinu zifuatazo katika hadithi yake Tumbo Lisiloshiba: kinaya, taswira, pengine taashira kama ishara. Sasa kwa hivyo yaweza kuja moja kwa moja au kifungu kimoja chaweza kutolewa, kisha kwenye hicho kifungu uulizwe muktadha dondo, kisha sehemu ya ba uulizwe ni mbinu gani ya lugha ambayo imejitokeza katika hilo dondo. Kwa hivyo kuna mkondo wa aidha moja kwa moja au kuna mkondo wa mwanafunzi kuulizwa mbinu kutoka kwenye dondo fulani kwenye swali. Na natumai tutaandaa Jumapili mosi ijayo, tutawekea wanafunzi mifano ya maswali hayo.
kabla kipindi chetu kianze, tutawapatia angalau muda wa kuweza kuchangia, alafu tutaweza pia kuwasaidia na kuwaelekeza panapofaa jinsi ya kushughulikia maswali ya hadithi fupi. Kazi kwako. Najua kuna hadithi ambayo na wanafunzi wengi wanaipenda sana. Mapenzi ya Kifaurongo. Mapenzi ya Kifaurongo. Ajua wakati mwingi mwanafunzi akisikiza mapenzi, mapenzi yanasumbua kila mahali. Lakini ni ya Kifaurongo. Ajua kuna baadhi ya wanafunzi wakiona mapenzi ni mapenzi tu. Hata kama ni ya Kifaurongo ni mapenzi tu. Tunajua tutakuwa tukijua weekend kesho mapenzi Kifaurongo hadithi hii inahusu nini. Lakini kama una nafasi vile vile mtazamaji, mwanafunzi, kuweza basi kutangulia kuweza kuiangazia hadithi hii kabla baadaye tuweze kuingilia na kuangazia mtiririko, tutaangazia vile vile mandhari mbalimbali katika hadithi ya mapenzi ya Kifaurongo. Kisha baadaye muda ukitupa nafasi tutakuwa tukiangazia maudhui, wahusika na vile vile mbinu mbalimbali za uandishi katika hadithi hiyo mapenzi ya Kifaurongo. Pengine kumalizia upande wako mwalimu, kabla tufunganye vyetu virabu kuondoka. Sasa natumai tumeshughulikia masuala kadhaa, na pengine nitakuwa mpungufu wa shukrani kosa kumtambua mwanafunzi wangu ambao amekuwa akinitazama. Naam. Na sijui anatazama bado STV Afrika Kisumu. Naam. Wanatazama wawili hapo, Clarice na Claron. Au ni mapacha wawili, wanafunzi wa kidato cha 4. Mmoja anaitwa Apio Adongo. Sijui nani ndiye Apio, nani ndiye Adongo, nimeshindwa kutofautisha. Sasa kwa hivyo Clarice na Claron, kazi nzuri, jaribu kufuatilia na muelekeze wenzenu pia waweze kufuatilia. Na mbali na hayo, pengine kuna vipindi ambavyo pia tumeandaa vya ziada vya kuweza kuwasaidia wanafunzi ili kuweza kujinoa wakati huu wa likizo, kwa sababu najua kuna ada nyingi sana pale nyumbani, na mzazi huenda unaweza mshirikisha mwanafunzi wako kikamilifu. Pengine kuna madarasa ambayo tunaita Zoom classes kupitia mitandao. Moja kwa moja mwanafunzi anafunzwa na mwalimu na kumuuliza mwalimu maswali yakimjibu ana kwa ana. Huo mtindo, mfumo tuanza kushughulikia kuanzia Jumatatu. Kipindi kitakuwa kinarushwa hewani na Kiswahili kitakuwa pale, pia vipindi vingine vya ziada vitakuwa pale ndani, hisabati, kemia. Kwa hivyo ikiwa wahitaji huduma hizo, waweza piga simu 0704199012, kisha tutakupatia maelekezo, kwa sababu ada ni ndogo ya kuweza kumfaa mzazi na pia vile vile kumfaa mwanafunzi. Zoom classes kuanzia Jumatatu. 0704199012. Kwa hivyo kama wewe ni mwanafunzi unataka mtoto wako ama mwanafunzi basi aweze kuangazia masomo mbalimbali, unaweza wasiliana na mwalimu na bila shaka atamfaa basi mwanafunzi huyo. Hata hivyo hatuna la ziada mtazamaji, asante sana kwa pamoja nasi. Katika awamu ya kwanza waliangazia masuala ya isimu jamii, mwalimu Onyango hapa, mwalimu Otieno hapa pamoja na kakangu Dalmasa Kali, na vile vile wameangazia masuala mengi tu kuhusiana na isimu jamii. Tumeangazia masuala mengi zaidi kuhusiana na tumbo lisiloshiba. Tumetamatisha na nilivyokuahidi na mapema, weekend kesho ni mapenzi ya Kifaurongo. Kwa hivyo ukipata nafasi ya kuweza kuangazia na mapema, kazi kwako. Kwa niaba ya mwelekezi Hiran Mogaisi ambaye amefanya kazi konto kabisa kuhakikisha kwamba unapata picha na sauti na vile vile maelekezi kuhusiana na hadithi ya tumbo lisiloshiba, mimi naitwa Billy Gabriel pale Nyang. Tukutane weekend kesho katika makala mengine, dawati la lugha. Tukutakia weekend njema. Kwaheri.